Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya siku kwa sababu Bwana ametujalia wema wake siku nzima. Tunashukuru Bwana kwa sababu katika kipindi hiki cha usiku amenipa nafasi nyingine mpendwa ya kunena nawe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, na kama vile nimezoea kujitaja kwa unyenyekevu, tena najitaja kama Muthoni Julia Mwai, na mtumishi wa Mungu ambaye ananyenyekea sana usiku wa leo anapogawana neno la Mungu nawe. Leo neno la Mungu linatoka katika Zaburi 84 mstari wa 10. Psalms 84 verse 10. Hakika siku moja katika nyua zako ni bora kuliko siku 1000. Ningependa kuwa bawabu nyumbani mwa Mungu wangu kuliko kukaa katika hema za uovu. Ni andiko ambalo tunalifahamu vizuri sana ya kwamba one day in the courts of the Lord is better than 1,000 days elsewhere. I'd rather be a doorkeeper in the house of the Lord than dwell in the tents of the wicked. Ni neno ambalo tunalifahamu vizuri. Neno hili linasisitiza au linatilia mkazo umuhimu wa kukaa katika uwepo wa Bwana. Mungu anatamani sana tukae katika uwepo wake. Mungu aliumba binadamu, aliumba Adamu na Hewa, na akawaweka katika bustani la Edeni, na alichokuwa kitafuta Mungu sana kule ni ushirika na mwanadamu. Mpendwa msikilizaji, unapoishi katika dunia hii, uwe ukijua ya kwamba Mungu ana haja na ushirika wako. Anatamani sana msemezane. Anatamani sana akuzungumzie nawe ukimzungumzia. Daudi ikafika wakati akasema ya kwamba hakika siku moja katika nyua zako ni bora kuliko siku 1000. Daudi alikuwa na tajriba ya maisha haya. Uzoefu aliokuwa nao wa maisha ulikuwa umempatia uwezo wa kulinganisha hali hizi mbili. Hali moja ya kuwa katika nyua za Bwana kwa siku moja tu, na hali nyingine ya kuwa ulimwenguni siku 1000. Daudi alikuwa ameuonja ufalme, alikuwa ameuonja maisha, ama alikuwa ameyaonja maisha ya kuwa katika ikulu, na vile vile alikuwa nakumbuka ama alikuwa pia ameishi yale maisha mengine ya kichakani. Kwa hivyo alikuwa na uzoefu wa maisha kikamilifu. Kwa hivyo aliweza kulinganisha vizuri. Kwa hivyo Daudi anapotoa ushuhuda na kusema ya kwamba ni heri kuwa katika nyua za Bwana kwa siku moja, Daudi ana hekima. Kuna jambo ambalo alikuwa amefahamu. Anasema ni heri awe bawabu katika mlango wa hekalu la Bwana wake kuliko kukaa katika hema za watenda dhambi, mahali ambapo kuna sherehe, mahali ambapo kuna mlo, mahali ambapo kuna vichekesho vya kila aina. Lakini akaona ni heri kuwa mlinda lango katika nyumba ya baba yake. Mpendwa msikilizaji, naomba usiku wa leo tutamani kukaa katika uwepo wa Mungu, na ili tuweze kupatana na kile ambacho Daudi alipatana nacho wakati wake. Mungu akubariki usiku wa leo unapolala, na kutakia usiku mwanana usio na bugudha. Amina.